Habari kamili. Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameituhumu Urusi kwamba inajiburuza katika suala la makubaliano ya kusitisha vita. Zelensky kupitia ujumbe wake aliouandika kwenye mitandao ya kijamii amelalamika kwamba kwa bahati mbaya ulimwengu haujasikia jibu lolote kutoka Urusi kuhusiana na pendekezo la usitishaji vita. Malalamiko ya Zelensky ameyatoa chini ya kiwingu cha ziara ya mjumbe maalum wa Marekani Stephen Witkoff nchini Urusi ambako atakuwa na mazungumzo na viongozi wa nchi hiyo. Kiev iliridhia kusitisha vita kwa siku 30 katika mazungumzo yaliyofanyika Jeddah, Saudi Arabia, japo wawakilishi kutoka Moscow hadi sasa wameonyesha kutilia mashaka pendekezo hilo. Kadhalika, mawaziri wa mambo ya nje wa nchi tajiri kiviwanda za kundi la G7 wanakutana Canada kujadili kuhusu pendekezo hilo la usitishaji vita nchini Ukraine. Berlin. Kiongozi wa chama cha CDU ambaye anatarajiwa kuwa kansela mpya Ujerumani, Friedrich Merz, amewaomba wabunge wachukue hatua ya haraka kuimarisha bajeti ya jeshi la Ujerumani pamoja na uchumi unaokabiliwa na matatizo. Merz ametetea mipango yake ya bajeti ya matumizi katika kikao cha bunge leo. Amesema hatua za haraka zinahitajika kubadili sheria ya kuondoa ukomo wa serikali kukopa. Tunapaswa kutazama wakati ujao, tunapaswa kutimiza wajibu huu na tunakabiliwa na hatua ya kufanya uamuzi wa kihistoria kwa nchi yetu. Merz, muungano wa kihafidhina wa chama cha Merz cha CDU na chama ndugu cha CSU ambao wako kwenye mazungumzo ya kuunda serikali ya mseto na chama cha SPD wanakimbizana na muda kulishinikiza bunge la sasa kupitisha mpango wa kufufua bajeti. Johannesburg. Jumuiya ya maendeleo ya nchi za kanda ya kusini mwa Afrika SADC imeamua kuondoa wanajeshi wake mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Uamuzi wa jumuiya hiyo ya wanachama 16 umepitishwa kwenye mkutano wa kilele uliokuwa ukijadili juu ya mgogoro huu wa mashariki mwa Kongo ambao umeshuhudiwa kwa karibu miongo mitatu ukihusisha machafuko na mauaji ya mamilioni ya watu. Baada ya mazungumzo yaliyofanyika kwa njia ya mtandao, taarifa ya viongozi wa SADC iliyotolewa ilisema wamekubaliana kufuta mamlaka ya kikosi cha SAMI DRC ya kuendelea kubakia nchini Kongo na kutoa maelekezo ya kuanza kwa awamu mpango wa kuondoka kwa wanajeshi wa kikosi hicho. Zaidi ya wanajeshi 12 wa kikosi hicho wameuawa katika mgogoro wa mashariki mwa Kongo tangu mwezi Januari. Mnaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari inayowajia moja kwa moja kutoka idhaa Kiswahili ya DW Bonn. Brussels. Waendesha mashtaka wa serikali nchini Ubelgiji wametangaza hatua ya kukamatwa watu chungu nzima katika sehemu ya uchunguzi unaohusishwa na kashfa ya rushwa iliyozuka katika bunge la Ulaya. Waendesha mashtaka wamesema kwamba takriban maafisa 100 wa polisi wa shirikisho waliendesha msako katika maeneo 21 mjini Brussels katika mikoa ya Flemish na Wallonia pamoja na nchini Ureno. Washukiwa waliokamatwa watahojiwa kuhusiana na tuhuma za kuhusishwa kwao na ulaji rushwa katika bunge la Ulaya pamoja na tuhuma za kuendesha shughuli za kughushi nyaraka. Taarifa za vyombo vya habari zinasema kwamba kampuni ya Kichina ya Huawei imekuwa ikiwapa rushwa wabunge wa bunge la Ulaya ili kuisaidia kutangaza sera yake ya kibiashara barani Ulaya. Na hatimaye Quetta, Pakistan. Waziri Mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif ametembelea jimbo la Baluchistan huku watu chungu nzima waliookolewa kutoka kwenye treni iliyotekwa nyara na wanamgambo wanaotaka kujitenga wakiwasili katika mji wa Quetta. Vikosi vya usalama viliwaua washambuliaji 33 ili kumaliza mkwamo huo wa siku nzima. Ziara hii ya Waziri Mkuu Sharif imefanyika katika wakati ambapo wanamgambo hao wanaojiita jeshi la ukombozi la Baluchistan wamesema bado mkwamo huo haujamalizika. Kundi hilo limesema linaendelea na mapambano yake na kwamba bado linawashikilia mateka kadhaa. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari iliyowajia moja kwa moja kutoka idhaa Kiswahili ya DW Bonn. DW Dunia Yetu
leo jioni. Na shukran sana Saumu Mwasimba kwa taarifa hiyo ya habari. Mfuatiliaji wetu, miongoni mwa wale tuliokuandalia jioni ya leo, Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Kusini mwa Afrika SADC yachukua uamuzi wa kusitisha uwepo wa kikosi chake Kongo. Waandishi wa habari kadhaa wapigwa, kukamatwa na vifaa vyao kuharibiwa na vikosi vya usalama nchini Uganda. Na kituo cha udhibiti wa magonjwa Afrika CDC chasema kinafanya uchunguzi wa kina kuhusu ugonjwa wa Mpox. Mfuatiliaji wetu, kumbuka tunapatikana live katika ukurasa wetu wa Facebook na YouTube. Unaweza kutafuta tu DW Kiswahili uweze kujiunga nasi, na pia una fursa ya kuweza kututumia ujumbe wako mfupi, alafu baadaye tutosoma hapa studioni. Moja kwa moja tunaanza na habari kwamba Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Kusini mwa Afrika SADC imechukua uamuzi wa kusitisha uwepo wa kikosi chake mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kuwapoteza mwezi Januari zaidi ya wanajeshi 10 katika vita kwenye eneo hilo. Uamuzi huo umetangazwa wakati serikali ya Kongo ikitarajiwa wiki ijayo kufanya mazungumzo na waasi wa M23 nchini Angola. Bakari Ubena na ripoti kamili. Nchi 16 za jumuiya hiyo ya SADC zimechukua uamuzi huo leo baada ya kukamilika mkutano wa kilele kuhusu mzozo wa mashariki mwa Kongo ambao umeshuhudia miongo mitatu ya machafuko na kusababisha vifo vya mamilioni ya watu. Uamuzi huo unaeleza kuwa vikosi vya jumuiya hiyo vinavyofahamika kama SAMIDRC vitaanza kuondoka nchini Kongo kwa hatua, kama alivyothibitisha mwenyekiti wa SADC na rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa. Mkutano huu maalum umepitisha uamuzi wa kijasiri wa kuondoa ujumbe wetu wa kulinda amani kutoka mashariki mwa Kongo. Ni lazima tuharakishe utekelezaji wa maamuzi yaliyofikiwa wakati wa mkutano wa pamoja wa SADC EAC, ikiwa ni pamoja na utekelezwaji wa mchakato ya amani ya Rwanda na Nairobi. Zaidi ya hayo, mazungumzo ni msingi muhimu wa kuhakikishia watu wa Kongo amani ya kudumu. Wakati ujumbe wetu ukiwa katika hatua za kujiondoa, tunaomba ushirikiano wa kuwezesha hatua hiyo na ya kuhamisha vifaa vyetu. Ujumbe wa SADC huko Kongo unaundwa na wanajeshi kutoka mataifa ya Malawi, Tanzania na Afrika Kusini, na ulitumwa mwezi Desemba mwaka 2023 kuisaidia serikali ya DRC ambayo pia ni mwanachama wa SADC kurejesha amani na usalama. Tangu waasi wa M23 walipoanzisha uvamizi wao na kuiteka miji ya Goma na Bukavu, Afrika Kusini ilipoteza mwezi Januari wanajeshi 14 kutoka kikosi hicho cha SAMIDRC na 2 kutoka ujumbe tofauti wa kulinda amani wa Umoja wa Mataifa. Wanajeshi 3 wa Malawi pia waliuawa, huku Tanzania ikithibitisha vifo vya wanajeshi wake 2. Afrika Kusini ndio ilituma idadi kubwa ya wanajeshi katika kikosi hicho ambao wanakadiriwa kufikia 1000, lakini serikali imekuwa ikikabiliwa na shinikizo la ndani la kutaka wanajeshi waliosalia huko Kongo waondolewe. Malawi mwezi Februari iliamuru jeshi lake kujiandaa na mchakato wa kujiondoa nchini Kongo. Uamuzi huu wa SADC unakuja siku moja baada ya Angola kutangaza kuwa mazungumzo ya amani kati ya serikali ya Kongo na kundi la waasi wa M23 linaloungwa mkono na Rwanda yataanza wiki ijayo mnamo Machi 18. Licha ya watawala wa Kongo kukataa mara kadhaa kukaa meza moja na waasi hao ambao inawachukulia kama magaidi, baadhi ya vyanzo kutoka serikalini huko mjini Kinshasa vimeliambia shirika la habari la Reuters kuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inafikiria kutuma wawakilishi kwenye mazungumzo hayo ya amani nchini Angola. Taarifa ya mkutano huo imeidhinisha azma ya kuwepo suluhu la kisiasa na kidiplomasia katika mzozo huo na kuitaka jumuiya ya kimataifa kushughulikia mzozo wa kibinadamu unaoendelea kutanuka katika eneo hilo la mashariki mwa Kongo. Shukran sana Bakari Ubena kwa ripoti hiyo. Mfuatiliaji wetu, kama ulivyosikia kwenye ripoti ya Ubena, Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC imeamua kuondoa vikosi vyake vya kulinda amani mashariki mwa Kongo. Lakini je, uamuzi huo utaathiri vipi hali usalama nchini humo? Mwenzangu Babu Abdalla amezungumza na mchambuzi wa siasa za Kongo Roger Manzekele akiwa mjini Kinshasa. SADC haikuweza kabisa kufahamu kabisa uzito umuhimu wa mgogoro wa Kongo. SADC anakuja hakukamata kabisa, hakuwa na ufahamu wakati kabisa wa mgogoro huo wa kivita mashariki mwa DRC. Unadhani ni sababu gani kuu za uamuzi wa SADC kuondoa wanajeshi wake kutoka Kongo?
wanaondoka kwani wameshindwa vita hawakuweza vita, wamepigwa. M23 wameingia Goma, walikuwa pale wameshindwa na wanaamua kurudi. Lakini unaposema wameshindwa vita, huoni kwamba uamuzi huu utaathiri hali ya usalama mashariki mwa Kongo? Ndio, hali ya usalama inaendelea kuzorota. Watu wengi walikuwa wakitumainia hivyo vikosi vya SADC kwamba wao watasaidia serikali ya Kongo, kwani ukumbuke mbeleni hapo kulikuwa vikosi vya EAC, jumuiya ya nchi za Afrika Mashariki. Watu wengi, wanasiasa wengi walifikiri kama SADC itakuja itaweza kutatua hiyo mgogoro na kusaidia serikali ya Kongo kupambana dhidi ya waasi wa M23. Lakini ikiwa wao pia wameshindwa, ni watu kabisa wanasikitika sana na wanajiuliza ni nini suluhisho ya kudumu. Sio kabisa vikosi vya kutoka nje, ni ila Kongo yenyewe ijenge jeshi yake na jeshi kuwe nguvu iweze kupambana kudhibiti maeneo, kugomboa maeneo ambayo yamedhibitiwa na waasi wa M23. Unadhani jeshi la Kongo kweli lina uwezo kushughulikia changamoto za kiusalama bila msaada wa SADC? Jeshi la Kongo linapaswa kuwa na ule uwezo, lakini inakumbwa na matatizo mengi, matatizo ya urushwa, kukosa vifaa, wanajeshi walipo vizuri, wanasiasa vile hawaoni kama kabisa ni muhimu kwanza kujenga jeshi ili jeshi hili liweze kusaidia serikali na nchi ili amani ya kudumu ionekane nchini mwa Kongo. Tunaweza tukapata amani ya kudumu kama serikali anakamata changamoto hili kwa mikono miwili. Sasa hivi jeshi la Kongo lifanye nini? Lishikilie kamba gani baada ya kuondoka kwa wanajeshi wa SADC? Kwa sasa kabisa ni vigumu kwa kusema jeshi litaweza kupigana na adui ambaye kabisa anaonekana ana nguvu nyingi kushinda serikali. Kwa sasa ikiwa mazungumzo yakiendeka, yakifanyishwa, ingibidi sasa serikali naye afanye juu chini aweze kuorganize jeshi lake vizuri na aweze kuweka mipango ya kamili kabisa itakayosaidia siku mbeleni siku zinazokuja jeshi liwe la taifa, jeshi lenye nguvu. Kama Mkongomani, hivi sasa imani yako kwa jumuiya ya SADC iko wapi? Waelewe kabisa kwa uzito mgogoro wa Kongo. Inaonekana waliingia kweli kabisa mambo ambayo kabisa hawaelewi vizuri, na wanajikuta hawana kabisa jinsi la kusaidia Kongo vizuri. Kongo ilikuwa ina organization nzuri, wangeweza kabisa kusaidiana nao, lakini wanakuta hali ya kuzorota hali. Mchambuzi wa siasa za Kongo Roger Manzekele akiwa mjini Kinshasa. DW tunavuma kwa kishindo.